Sasa kwa upande wa klabu ya Simba hii leo ndio siku ambayo wanaanza sasa kuvitafuna vile viporo kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, na tayari kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameandaa jeshi lake ambalo linakwenda kupambania alama 3 mbele ya Mashujaa. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, na mimi kabla sijakupatia hapa kikosi ambacho kinatarajia kuanza hapo baadaye, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana kuweza kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba kwa namna ambavyo Mwalimu Fadlu Davis amekuja kwenye mchezo husika. Kwa upande wa golini yupo Moussa Kamara. Kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis atamtumia kama kiongozi kwenye eneo la ulinzi, akiagiza kwa upande wa kupanga mabeki mbele yake. Kamara anatakiwa kuwa na mawasiliano mazuri hasa katika mipira ya juu, na wakati tunasema kwamba kwa mipira ambayo inaweza ikatokea kwa kona ama cross. Lakini pia kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis amempanga Moussa Kamara kulingana na kile ambacho amekuwa akikionyesha mara zote. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe, beki mwenye kasi, beki mwenye uwezo mzuri. Kapombe anaweza kutumika kwa mfumo wa kushambulia lakini pia na kurudi kulingana na aina ya mchezo. Tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa yupo vizuri zaidi hasa kwa upande wa pembeni. Lakini pia Fadlu anamtegemea Kapombe si tu kwa ulinzi bali pia kwa kupiga cross za hatari kutoka kwenye eneo la pembeni. Valentino Nouma atakuwa kwenye eneo la beki pembeni kushoto. Nouma tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi, anaonyesha uwezo wake. Ni moja ya beki ambaye amekuwa na uhatari wa hali ya juu kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Kwenye upande wa majukumu ya ulinzi upande wa kushoto atakuwa akishirikiana vizuri na wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la pembeni kwa sababu ana kasi na ana uwezo wa kupandisha mashambulizi. Kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis anaweza kumtumia pia kama kutoa msaada kwa winga ambaye anacheza upande wake. Lakini pia kwenye upande wa beki wa katikati yupo Chefondo Malone, amerejeshwa kunako kikosi. Kwa upande wa Chefondo Malone ni mchezo wa kwanza ambao anaanza tangu atoke na majeraha. Chefondo anatarajiwa kuwa mwamba wa kuaminika katika ulinzi wa kati, akisaidia katika kusoma mchezo wa wapinzani na kutoa pasi za kujenga mashambulizi. Lakini pia atapewa jukumu la kudhibiti washambuliaji wa Mashujaa na kuhakikisha pia hawapati nafasi za wazi. Wakati huo pia Chamu Karabu moja kwa moja na pia atasimama kwenye eneo hilo akisaidiana na Chefondo Malone. Karabu atafanya kazi sambamba na atakuwa muhimu katika kuzuia mashambulizi ya mipira mirefu kwa haraka. Lakini pia Fadlu anaweza kumtumia pia kama mtu wa kwanza wa kuanzisha mashambulizi kutoka kwenye eneo la nyuma. Kwenye eneo pia la viungo yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma atakuwa mlinzi wa safu ya kiungo, akihakikisha kuwa anazuia mashambulizi ya kati ya Mashujaa. Lakini pia kwa upande wa Fadlu atamtumia kama ngome ya katikati, akikatisha pasi na kutoa ulinzi kwa ziada kwa mabeki wa katikati. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Debra Fernandez Mavambo. Kwa upande wa Mavambo atakuwa kiungo wa mpito, akihusika katika kugawa pasi za kuelekea mbele na kusambaza mipira kwenye eneo la pembeni ama kiungo mshambuliaji. Lakini pia Fadlu atamtumia kama injini ya timu, akipangilia mashambulizi na kudhibiti kasi ya mchezo. Kwa upande huo Jean Charles Ahoua atasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Kwa upande wa Ahoua atapewa nafasi ya kucheza nyuma ya mshambuliaji wa kati, akitafuta nafasi za kupenya au kutoa pasi za mwisho, akiwa na uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, lakini pia na uwezo kuwa tishio kwenye mipira iliyokufa. Wakati huo pia kwenye eneo la winga kulia yupo Kibu Dennis. Kwa upande wa Kibu atatumika kushambulia upande wa kulia. Tunafahamu ana kasi, lakini pia ataungana na Kapombe kuunda pressure kwenye eneo la pembeni. Fadlu anamtumia kama mtoa cross au hata kama mfungaji kupitia kupenya kwenye eneo la pembeni. Wakati huo pia Elim Panzu atakuwa kwenye upande wa winga wa kushoto. Mpanzu tunafahamu ni mchezaji ambaye ana kasi, lakini pia dribble yake iko vizuri. Hivyo kwa upande wa Fadlu atamruhusu kufanya maamuzi ya kibunifu akiwa na mpira, lakini pia atatumika kuvuruga ulinzi wa Mashujaa na kuvuta mabeki kwenye eneo la pembeni na kuacha nafasi nzuri kwa upande wa washambuliaji. Lakini pia Leonel Ateba ndiye ambaye anapewa jukumu la kufunga sasa kwenye mchezo huu wa Mashujaa. Fadlu anamhitaji asimame vizuri katika eneo la mbele huku akitumia nguvu, lakini pia akisimama kwenye position nzuri kwa ajili ya kupata nafasi ya kufunga kupitia pasi za Ahoua ama mipira cross ambayo mabeki wake watakuwa wakitumia. Mfumo huu ni wa 4-2-3.